Hii ni The Hidden Fact. Leo nitakuletea simulizi ya kusisimua, simulizi ya kukuburudisha na simulizi ambayo itakuelimisha pia. Ungana nami msimulizi wako Kanabino Hyper. Zamani, kabla hata ya umeme haujafika kijijini kwetu, kulikuwa na sheria moja ambayo haikuandikwa mahala popote, lakini kila mtu aliifahamu. Ilikuwa ni sheria ya kimya kimya iliyopitishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kingine kwa hofu na heshima kubwa. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kupita njia ya msituni baada ya saa 12 jioni. Mtoto, mwanamke, hata mwanaume aliyekuwa anajiona shujaa. Hakuna sababu, haikuwa wanyama wala wezi. Ilikuwa ni kwa sababu ya nyumba moja ya udongo iliyokuwa imejengwa katikati ya msitu, umbali kama wa dakika 10 kutoka kijijini. Nyumba ambayo hata kuku walikataa kulala karibu nayo. Nyumba ambayo hata mbwa walikuwa wanapiga kelele usiku bila sababu inayoeleweka. Nilipokuwa mdogo, nilikuwa nasikia habari za hiyo nyumba kila wiki. Kila mzee alikuwa na maelezo yake, lakini hakuna aliyewahi kusema ukweli wote kwa ujasiri. Wengine walisema ni nyumba ya mizimu, wengine walisema kuna mtu aliwahi kuuawa humo, na wengine walidai kuna mzee anaishi pale, lakini si mtu wa kawaida. Cha ajabu ni kwamba nyumba ile haikuwahi kubomoka. Kila siku asubuhi mlango wake ulikuwa wazi kidogo, kana kwamba mtu alitoka usiku. Lakini mchana kutwa hakuna aliyewahi kumuona mtu akiingia wala kutoka. Hakukuwa na moshi wa kupikia wala sauti za watu. Ilikuwa ni kimya cha kutisha. Wazee walikuwa wanatuonya mara kwa mara, msipite pale, msisimame, msitake kujua mengi. Lakini kama watoto tulikuwa na udadisi mwingi. Tulitaka kujua kwa nini hiki kitu kinakatazwa sana. Kwa nini njia ile ilikuwa fupi, lakini hatukuruhusiwa kuipita. Siku moja mimi na rafiki yangu tulichelewa kurudi nyumbani. Tulikuwa tumetumwa kuchunga mbuzi mbali kidogo na kijiji. Tulipomaliza, jua lilikuwa tayari linakaribia kuzama. Anga lilikuwa la rangi ya machungwa na upepo wa jioni ulikuwa unaanza kuvuma. Njia ndefu ya kuzunguka kijiji ingeongeza safari kwa karibu saa moja. Njia fupi ilikuwa ni ile ile kupita karibu na ile nyumba ya ajabu. Tulisimama tukatazamana, kila mmoja alijua hatari yake, lakini uchovu ulikuwa umetuzidi. Rafiki yangu akasema, tupite kwa haraka, hatutasimama, hakuna kitakachotokea. Nilihisi hofu moyoni, lakini nikakubali. Tulianza kutembea kwa haraka, miguu ikigonga ardhi kwa tahadhari. Tulipokaribia msitu, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Upepo uliongezeka na miti ikaanza kutoa sauti za ajabu, kana kwamba kuna mtu alikuwa ananong'ona. Ndege waliruka kwa makelele na ukimya mzito ukatawala. Nilihisi mgongo wangu unasisimka. Tulipoiona ile nyumba kwa mara ya kwanza siku ile, moyo wangu ulidunda kwa nguvu. Ilikuwa imekaa pale kimya kama inatuzingatia. Mlango ulikuwa wazi kidogo. Tulijaribu kupita kwa haraka, tukikwepa hata kuitazama moja kwa moja. Ghafla mlango ule ulijifungua kwa kishindo. Sauti ile ilivunja ukimya wa msitu na kufanya miguu yetu isigome kusonga. Tulisimama pale pale tukitetemeka. Ndani ya ile nyumba tulisikia sauti ya kukohoa, sauti ya mzee sana. Kabla hatujachukua uamuzi wa kukimbia, sauti ile ikasema kwa utulivu wa kutisha, kwa nini mnapita njia hii wakati wa giza? Haikuwa sauti ya hasira wala ya upole. Ilikuwa ni sauti ya mtu aliyekuwa amechoka na kusubiri kwa muda mrefu. Dirisha dogo likafunguka kidogo, na hapo tulimwona alikuwa ni mzee mwembamba. Uso wake umejaa mistari ya muda na macho yaliyoonekana kubeba huzuni nzito. Hakuwa wa kutisha kama tulivyodhani, alionekana zaidi kama mtu aliyepotea duniani. Akatutazama kwa muda mrefu kisha akasema, niliwahi kuwa mtoto kama ninyi. Nilikuwa napita njia hii bila hofu. Maneno yake yalitufanya tusahau hata hofu yetu kidogo.
alianza kutusimulia hadithi yake bila sisi kumuuliza. Alisema zamani alikuwa mwalimu wa kijiji hicho. Alifundisha watoto kusoma na kuandika na alikuwa anapendwa sana. Lakini siku moja alishtakiwa kwa kosa ambalo hakulifanya. Maneno yalienea haraka. Watu wakaanza kumtazama tofauti. Hakuna aliyemsikiliza. Familia ilimgeuka na kijiji kikamfukuza bila kumpa nafasi ya kujitetea. Alipomaliza kusimulia, macho yake yalikuwa yamejaa machozi lakini hakulia. Akasema, sikufa lakini nilikufa moyoni. Nikaamua kuishi hapa mbali na watu kwa sababu kimya cha msitu kilikuwa bora kuliko maneno ya wanadamu. Tulimsikiliza kwa ukimya mzito. Hofu ilikuwa imebadilika na kuwa huzuni. Tuligundua kwamba ile nyumba haikuwa ya mizimu wala mapepo, bali ilikuwa ni makazi ya mtu aliyeumizwa na dunia. Mwishowe mzee akatuambia, rudini nyumbani, msipite tena hapa usiku. Si kwa sababu nitawadhuru, bali ni kwa sababu si kila mtu ataelewa kama nyinyi mlivyoelewa leo. Mlango ukafunguliwa na akatuonyesha njia ya kupita kwa usalama. Tulipofika nyumbani hatukuweza kusinzia usiku ule. Siku iliyofuata tulijaribu kuwaambia watu, lakini wazee walinyamaza tu. Hakuna aliyependa kuzungumzia hilo tena. Baada ya wiki chache ile nyumba ilitoweka, ilikuwa kama haijawahi kuwepo. Msitu ulirudi kuwa njia ya kawaida, lakini hofu ile haikuondoka mioyoni mwa watu. Mpaka leo bado nakumbuka maneno ya yule mzee. Yalinifundisha kwamba si kila kitu kinachotengwa ni kibaya na si kila kinachoogopwa ni hatari. Wakati mwingine nyuma ya hofu kubwa kuna ukweli wa huzuni ambao watu hawataki kukubali. Na huu ndo mwisho wa stori yetu. Ulikuwa nami msimulizi wako mashuhuri Kanabino Hyper. Niandikie komenti yako kuwa umejifunza nini na umeelewa nini kupitia hii story. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kupitia chaneli yetu.